Hello ndugu zangu wa Tanzania. Nataka kuongea kwa kifupi tu masikitiko yangu kwa ripoti iliyotolewa na mzee wetu Chande. Kwanza niwakumbushe tu wa Tanzania kwamba umri wa mwanadamu kuishi hapa duniani ni miaka 70, ukifika 80 na kuendelea ni neema. Shida kubwa ya Tanzania iko hapo kwamba mtu ambaye bado ana miaka 20 au miaka 15 tu ya kuishi duniani anapanga hatma ya mtu kijana ambaye bado ana miaka 40 au 45 ya kuishi hapa duniani. Hiyo ndio shida inatusumbua kwenye taifa hili. Unajua kwa nini nasema hivi? Kipindi ya kina Nyerere wanachukua nchi, nenda ufuatilie listi ya watu wote ambao wamefanya kazi na Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Walikuwa ni vijana. Iliwezekana hivyo kwa sababu wazee wa kipindi kile yawezekana walikuwa na akili timamu sana. Walijua nguvu hii changa itaweza kulifikisha taifa pale walipokuwa wanahitaji kulifikisha. Inahitaji hekima sana kuongea na kujadili kuhusiana na maneno yaliyotoka kwenye kinywa cha Chande. Kwa sababu usipokuwa na hekima unaweza ukaongea maneno yasiyostahili kwa watu kama wale. Lakini niwaambieni kitu wa Tanzania ambao mmeipongeza na kuisherehekea ripoti ile. Hili ni taifa lenu. Kuwa machawa na kujipendekeza kwa watu wasio na uchungu na taifa haikufanyi wewe kuonekana Mtanzania. Sifa kubwa ya kuwa raia ni kuwa na maumivu kwa ndugu zako waliofariki, ni kuwa na maumivu kwa rasilimali za taifa lako zinazopotea, na kuitetea nchi yako kwa vitendo. Sasa tumekubali kwamba wazee wafanye hatma ya maisha yetu. Mimi simshangai Chande kwa sababu uongo ni sehemu ya maisha yake aliyoyaishi toka ujana wake kwa aina ya kazi aliyosomea, kwa sababu mahakimu, majaji mahakamani anaweza akapindisha chochote anachojua kwamba hiki ni kweli kabisa, lakini akakipeleka mlama kwa maslahi mapana ya mteja wake. Kwa hiyo ni kitu ambacho ni sehemu ya maisha yake, siwezi kumlaumu. Lakini kinachonisikitisha mimi ni baadhi ya vijana wa taifa hili ambao wanashangilia kwa hayo, na wengine wanaenda mbali zaidi wakifurahia kwamba kauli za no reform no election ndizo zilisababisha. Na wameamini hivyo kwa maelfu na mamilioni ya Watanzania kwamba kauli zile ndizo zilisababisha vijana kuingia na walilipwa. Ni mtu mwenye ubongo mbovu tu anaweza akaamini kwamba eti kuna wazungu wasioipenda katiba yetu wamelipa vijana, kwamba kuna wazungu wasiopenda viongozi wetu wamelipa vijana. Ni tahila peke yake anaweza akaelewa hicho kitu. Masuala ya ubovu wa katiba yameanza kupiganiwa kitambo, na watu wanapigania katiba kwa nini? Wanapigania katiba kwa sababu ya kupata viongozi bora, hata kama watakuwa hao CCM. Shida pale ni kwamba tunachokitaka ni kiongozi awe anajua kwamba nafasi hii nikiipata nimeipata kwa kura za kwenye sanduku. Kwa hivyo nisipofanya kile ambacho waajiri wangu wanakitaka sitachaguliwa tena. Ndio kitu watu walichokuwa wanapigania. Mwarobaini wa hili taifa ni namna ya kubadilishana vijiti na kuruhusu akili mpya na uwezo mkubwa wa kufikiri kufanya kazi.
tuondokane na ile hali ya watu fulani kujilimbikizia mali peke yao. Hakuna mtu amemlipa mtu kutetea taifa lake mwenyewe. Ukisema wazungu ni watu wa namna hii. Kwanza mzungu sio sponsor, ni colonizer. Mzungu hana rafiki wa kudumu wala adui wa kudumu. Hana haja ya kuja kununua vijana wadogo wakati viongozi wenyewe wa taifa lenu wananunulika. Viongozi wenu wenyewe wananunulika, alafu aje kununua vijana wadogo walete vurugu, wakati viongozi wenyewe wananunulika kwa bei nafuu kabisa. Afrika, watu wote weusi wana tabia na matatizo ya kufanana. Ndio maana unaweza kukuta kuna kipindi Museveni, kipindi kile anaichukua Uganda, alikwenda Marekani kuongea maneno mabovu kuhusiana na Gaddafi, Mwafrika mwenzake. Hawana haja ya kununua raia kuvuruga wazungu. Hawana. Hata Venezuela pale wamekwenda kumchukua rais, hawakununua raia. Wamemfuata rais mwenyewe. Akiwa mgumu wanamfuata mwenyewe. Lakini hakuna mzungu wa kuja kununua raia kwa ajili ya maslahi yake, wakati viongozi wenyewe wa Afrika wako chipu sana. Trump aliwahi kusema, wa Afrika ukiwapa silaha watauana, ukiwapa pesa watagombania. Viongozi mnajulikana kule Ulaya kwamba uwezo wenu wa kufikiri uko chini vibaya mno. Tena ninadhani hao mabeberu mnawaita mabeberu, nadhani wanatamani muendelee kuwepo nyie ili waendelee kuitafuna ardhi ya Afrika. Hawana hata haja ya kupigania rasilimali zetu kwa kununua raia. Hawana haja hiyo. Yaani ni mpumbafu na mwendawazimu peke yake anaweza akaiamini hiyo sababu. Watu wanapigania katiba ambayo hata Nyerere mwenyewe aliwahi kutamka kwamba kwa katiba hii mtu yoyote anaweza akawa dikteta. Watanzania, amkeni, acheni kuwa mazomboko. Yoyote anayesema bandari yetu isiuzwe, yoyote anayesema Watanzania wenzake wasitekwe, yoyote anayesema watu waliobambikiziwa kesi wasibambikiziwe tena, huyo ni Mtanzania halisi. Asiyekuwa Mtanzania halisi hawezi akawa na uchungu na madini yake, ardhi yake. Sasa kama unafurahia haya yanayoendelea na wewe ni Mtanzania, kwa nini shuleni uliimba nyimbo ya taifa, Mungu ibariki Tanzania, Mungu bariki nini? Ulikuwa unabariki nini sasa? Wakati vile unavyovibariki huko shuleni ukiimba nyimbo ya taifa siku zote, vinabagazwa, vinabanangwa ukiwa unashuhudia. Huwezi kutetea hata Mtanzania mmoja mwenzako, alafu unaimba nyimbo ya Mungu ibariki. Sasa tutafika mwisho. Kuna video itakayofuata nitakuja kuwaonesha kwamba hakuna waovu wa namna hii ambao waliwahi kufika mwisho salama. Viongozi wa aina hii wote huwa wana mwisho wao mbaya. Nitawaletea video hivi baada ya siku 2, nitaiposti hapa kuwaonesha watu wengi waliofanya ukatili, ukiritimba na uongo wa namna hii na mwisho wao. Sio mageni haya Afrika. Watanzania mlioaminishwa kuna manunuzi yalifanyika kwa watu. Hakuna manunuzi hayo. Hakuna manunuzi hayo. Kingine niwaambieni wazee, umri wenu uliobaki hapa duniani kwa mujibu wa hesabu zetu za miaka 70 ni mchache sana. Alafu labda niwaambieni kitu, haipo kazi kubwa kujua kuwa Mungu yupo. Yupo aliyeweka sukari kwenye mua. Yupo aliyeweka maji ndani ya nazi. Yupo aliyofanya sayari yako ya dunia ininginia angani. Yupo anayefanya kucha zako zinarefuka bila kujua. Yupo aliyefanya ukue wewe toka utotoni. Yupo aliyefanya uishi miezi 9 kwenye chupa ya maji. Huyo ni Mungu. Haki ya Mungu nawaambia yupo. Yupo. Fedha, mamlaka vinaweza vikakufanya usiamini kuwa yupo. Lakini amini na kuambia yupo Mungu. Mungu awabariki wa Tanzania. Tuendelee kuwa pamoja na Kobe TV.